Baada ya kufanyika mashambulizi kati ya Marekani na Irani na kusababisha baadhi ya vifo vya baadhi ya viongozi, sasa Donald Trump alirekodi hotuba mpya kwa njia ya video usiku ya Jumapili akiapa kulipiza visasi kwa vifo vya Marekani watatu kufuatia mashambulizi ya pamoja Marekani na Israel dhidi ya Irani na kushtumu serikali ya Irani kwa kuendesha vita dhidi ya ustaarabu wenyewe. Rais huyo Marekani alizungumzia vifo hivyo akisema, tunaomboleza kwa ajili ya wazalendo wa kweli wa Marekani ambao wametoa dhabihu ya mwisho kwa taifa letu, huku tukiendelea na dhamira ya haki walioitoa maisha yao kuitimiza, na akaomba dua kwa ajili ya kupona kikamilifu kwa watu wengine 5 waliojeruhiwa vibaya. Hata hivyo, alionya kwa masikitiko, huenda vifo zaidi vikatokea kabla ya hali hii kumalizika. Hivyo ndivyo ilivyo na kuna uwezekano wa kuendelea hivyo, lakini tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha hali hiyo haiji kuwa zaidi mbaya. United States Central Command, yani CENTCOM, ambayo inasimamia operesheni za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati kutoka makao yake makuu mjini Tampa, ilitangaza mapema Jumapili kuwa kufikia saa 3:30 asubuhi kwa saa za Marekani ET, wanajeshi 3 wa Marekani walikuwa wameuawa na wengine 5 kujeruhiwa vibaya katika operesheni ambayo Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeipa jina la Operation Epic Fury. Jeshi la Marekani halikubaliani na lini na wapi vifo hivyo vilitokea, lakini vinatajwa kuwa hasara za kwanza kwa Marekani tangu Trump alipoamuru shambulizi dhidi ya Irani mapema Jumamosi. Nimekujuza haya kutoka hapa Sekta 8 Media. Endelea kubaki nasi kupata taarifa zaidi ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Sam Baby.